Nachukua kwa maana kwamba unapokuwa na mwalimu mpya, yani kwamba kwa mchezaji inatakiwa kila mchezaji basi aonyeshe ule uwezo wake. Ndipo pale alipofanya Azizi Ndambwile, kwa maana kwamba yeye ana ubora toka hapo zamani wakati anacheza huko alipotoka Mbeya pia. Yes, alikuwa na ubora. Malawi huko kacheza. Ni mchezaji mmoja unaweza kusema ni mvivu, unaweza kusema kwa namna ambavyo alivyo uwanjani, jinsi alivyo, unaweza kusema ni mtu mmoja kama vile ngoma fulani. Yani umeona ile Kagoma. Yes, style ya Azizi Ndambwile ndo kama vile alivyokuwa Kagoma. Ni mgumu pia kwa sababu hata jana ama ulikuwa unaona yeye ndo alikuwa anakata umeme. Ukiona zile faulo na nini lazima atakuwa amefanyaje, ameblock. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa pia kutokana na umbo lake. Anaweza akafanya kitu. Kwa hiyo tulizungumza hapa jana, kuna baadhi ya wachezaji watawapisha baadhi ya wachezaji wengine kwenye vikosi. Mfano Azizi, kitu ambacho amekionyesha katika mechi kubwa ni tayari moja kwa moja anakwenda kuingia kwenye imani ya mwalimu kwamba huyu ni kiungo bora. Kwa hiyo sasa tunaangalia watu wawili, Azizi Ndambwile pamoja na Duka Abuya. Ni nani ambaye anaweza kumpisha mwenzie kwa ubora alionyesha jana? Ina maana tayari, ndio maana uliona katika wachezaji waliofanywa sababu aliendelea kubaki mpaka mwisho wa mchezo, kwa maana kwamba kina Abuya walitoka. Kwa hiyo bado mwalimu atakuwa anaendelea kumpa nafasi kwa kipaji alichokionyesha jana, alionyesha uwezo mkubwa. Kwa hiyo ndio pale tunapozungumza kwamba anapokuja mwalimu mpya, basi jaribu kukuruka na kuonyesha kwamba mimi uwezo wangu ndio huu, ninao mimi, nina uwezo huu. Kwa hiyo mwalimu anakuja kukupa nafasi. Ndio maana mimi nakataga sana kusema wachezaji wazawa, yani kwamba walimu wanakuja sio wanawatenga sio nini, hapana. Yani wewe mzawa mwenyewe una kitu gani ambacho unataka kumuonyesha mwalimu? Muonyeshe mwalimu then atakupa nafasi uonyeshe hicho ambacho unawaonyesha watu, kwa sababu wakuchukie mwalimu, lakini hata juu watu wanajua fulani ana ubora, anaweza kubonda. Kwa ndo pale ambapo jana alionyesha Azizi Ndambwile. Yes. Tumpiga hapo, amefanya vizuri na tunamtakia mchezo mzuri katika michezo ijayo, aendelee kuchukua katika nafasi kwa sababu ya umbo lake. Tuna mapungufu ya timu ya taifa ya Tanzania kupata watu ambao wana uwezo wa kukaa, kwa sababu akiumia Kagoma tunaanza kusema umeelewa kwenye timu ya taifa. Na maana tayari tunaweza kwenda na wachezaji wawili ambao Kagoma pamoja na nani na Azizi. Nakumbuka mwaka 98 ngapi vile aliingia mtu mmoja anaitwa Selemani Matola pamoja na Mandieta Waziri Maazi. Tunacheza hiyo game, ilikuwa tough. Maazi anaumia, anaingia Matola, yani kama vile hakuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Ndo ubora unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo ndio sasa hivi tunahitaji wachezaji wa design hiyo. Ndio maana pale juzi kati umeona mtu ambaye anatoka Mdasiri anaitwa mtu mmoja anaitwa Yaya Zaidi. Kwa hiyo unajikuta kwamba kuna watu lazima tunawahitaji wa Tanzania waingie kwenye timu ya taifa, lakini kwenye timu zao wanafanya nini? Onyesha basi kwenye timu yako, alafu unapoita kwenye timu ya taifa ni sehemu ya kwenda kufanya mwendelezo uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo jana Ndambwile atukupe biga hapo, umefanya vizuri na natiko uendelee kufanya vizuri zaidi ili urudi uingizwe kwenye kikosi cha timu ya taifa. Sawa, huo ni mtazamo wake Fungaduka kuhusiana na Azizi Ndambwile. Faraji, Momo Dumbia ameingia kipindi cha pili na wanasema ndio game changer, kwa maana Yanga ilikuwa itembei sana kwenda mbele, lakini baada ya kuingia yeye tukaona angalau kuna vitu vimeongezeka kwenda mbele. Momo Dumbia, kwa dakika chache ambazo umemwona, ni aina ya wachezaji wa aina gani? Unajua kuna watu sisi tukilizaza unamwona KDB mtupu huyu, yani unafananisha sifa zake kwa namna ambavyo anagusa mali anaondoka. Momo Dumbia ni mchezaji wa aina gani na anaweza vipi kuwasaidia Yanga kwa namna ambavyo umeona dakika chache? Very direct kwangu. Okay. Yani ni mchezaji ambaye anakupa assurance kwenda sana mbele. Okay. Na Yanga kama ambavyo umetangulia kusema jana, alipoingia yeye uliona mabadiliko. Namna ambavyo timu inatembea, kwa sababu shida moja Duke Abuya sio dribbler mzuri, inajulikana. Huyo Ndambwile mwenyewe ni apole mpira, ampe mtu pasi fupi zeni atembee. Sasa nani anatuvusha kwenye maboksi? Tuna maboksi matatu, defense line, base ya midfield ya chini kwenda juu, si ndio? Nani anatutoa hapa? Tunahitaji Bori Keria, kiungo ambaye atakuwa na uwezo wa kudribble mpira mita 20. Momo Dumbia anaweza, si ndio? Lakini issue sio tu kuweza,
anazalisha nini baada ya kuweza kudribble mpira. Pasi zake sasa funguo ni nyingi sana, tunasema key passes. Kwa hiyo huyu alikuja kuwa kama catalyst sehemu ambayo Yanga ilikuwa haitembei kama vile ambavyo mara nyingi imezoeleka. Yes. Alifanya vizuri sana, na mimi naamini tukifika mpaka raundi 6-7 kwenye ligi za NBC anachomoa mtu kikosi cha kwanza kwenye namba 10. Yani namba 10 pale. Okay. Namba 10 pale, lakini si bado inaonekana kama inawezekana. Inawezekana, lakini sasa kuna watu ambao tayari wametengeneza msingi kwenye timu. Okay. Yani maana yangu ni nini? Maana yangu ni mchezaji mpya. Kocha ataendelea kutembea kwanza na wale ambao gari limewaka ili timu ipate matokeo, wakati huko wanaingia kidogo kidogo. Yani mchezaji anaingia kidogo kidogo mpaka aende kwenye ile rhythm ya timu. Changamoto ambayo nimeiona kidogo ni kwenye zile battles. Ni mwepesi. Yani mechi zikiwa kwa mfano mechi za kiume sana, endapo yani kwamba tunakuhitaji uweze kwenye 1v1 uweze kubattle ushinde mpira, mara nyingi naona anakuwa mwepesi sana. Kwa hiyo morfolojia yake ni ndogo, lakini naamini kwenye kuongeza fitness naweza nikaelewa, kwa sababu pia hakucheza muda mrefu, hakupata ile competition, sababu unaweza kuwa na train, lakini kutrain jambo la kwanza, unapata vipi sasa assignment kwamba mimi ile training yangu kipimo ni hiki hapa. Kwa mfano wewe unasoma darasa la kwanza, inabidi ufanye mitihani. Kwa usipofanya mitihani wewe utajiassess vipi kwamba ni bora? Kwa maana yake naongelea unapopata mechi za ushindani mara kwa mara, physical fitness, utimamu wa kimwili unakuwa active kiasi cha kwamba inakuwa rahisi wewe kuweza kufanya kile ambacho ni sahihi kutokana na aina ya mpinzani ambaye unakutana naye. Sawa, huyo ni Momo Dumbia. Game ya jana kipindi anainuliwa, anaingizwa na Romain Folz. Alipunguzwa pale Mudathiri. Alipunguzwa Mudathiri. Alipoingia Dumbia, kuna kitu kikubwa sana alienda kukiongeza kwenye kikosi cha Young Africa. Kipindi cha kwanza sikumuona Pacome Zouzoua yule ambaye alikuwa na mfahamu. Hata jana Pacome huyo umemwona kwani? Kipindi cha kwanza tukio la goli. Pamoja na hayo performance, yani kwa maana mipira ilikopo haimfikii pia kwa wakati Pacome Zouzoua. Wakati ameingia Dumbia tukaja kuona hata tukio ambalo Musa Pinikama alienda kufanya save. Pacome Zouzoua alipiga shot ndani ya box. Kuna movement alihusika. Kuna movement ambazo nilikopo naziona. Jamani, ni midfielder pima kabisa. Jamani, na uwezo mkubwa sana. Uwezo wake wa kupenya kwenye maeneo finyo na kupiga pasi, jamani, mzuri sana. Kuna nyakati ambazo nilikuwa namuona ana wachezaji zaidi ya 3. Jamaa mpira ameuficha kweli kweli. Yani mpira utoki mguuni kwake, na ana jicho zuri pia la kupiga zile penetration pass. Namuiona nafasi yake kwa Young Africa. Kama ataendelea hivi, anaweza kwenda kuingia kwenye kikosi cha Yanga moja kwa moja cha kwanza. Sawa, ukiona hivyo mchezaji mzuri anatafuta namba, ujue timu hiyo pia ina watu. Funga duka. Tunarudi kwa mnyama. Hiyo ni kwa tunawagusa kwa upande wa Young Africa.